Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu aonyesha kidole cha kati Chadema, akisema kuwa ikiwa katiba itabadilishwa basi itabadilishwa wakati yeye mwenyewe yuko kwenye kiti. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua itakayotajwa kwa ya kihistoria kwa mustakabali wa kisiasa wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa taifa hilo litaanza mchakato wa kupata katiba mpya ndani ya kipindi cha miaka 5 ijayo. Tangazo hilo limetolewa mjini Dodoma wakati wa hotuba yake ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mara ya kwanza tangu kuingia madarakani, Rais Samia ameweka wazi dhamira ya serikali yake kuendeleza mchakato wa katiba mpya, na ni jambo ambalo limekuwa mada ya muda mrefu katika duru za kisiasa nchini. Alieleza kuwa swala hilo sasa limepata uhalali wa kisera na kisiasa kwa kuingizwa rasmi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ama ukipenda CCM ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Hatua hii inaashiria mwelekeo mpya wa serikali katika kujibu kifo ama kilio cha wadau mbalimbali waliotaka mabadiliko ya kikatiba kwa muda mrefu. Na kwa mujibu wa Rais Samia, dhamira ya mchakato huu ni kuhakikisha Tanzania inasonga mbele kama taifa lenye maridhiano, mshikamano na maendeleo jumuishi. Alieleza kuwa hakuna Mtanzania aliyeachwa ama atakayeachwa nyuma katika safari hiyo ya mageuzi, akisisitiza kwamba misingi ya haki na usawa ni muhimu katika kujenga taifa lenye mshikamano wa kweli. Na katika hotuba yake yenye ujumbe mzito wa kisera, Rais Samia alitumia fursa hiyo kueleza mafanikio yaliyopatikana chini ya falsafa yake ya mageuzi, maridhiano, stahimilivu na kujenga upya. Alisema kuwa kupitia falsafa hiyo Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuimarisha demokrasia, ambapo vyama vya kisiasa na wadau wa kisiasa sasa wanashirikiana kwa maamuzi ya pamoja. Mafanikio haya yametafsiriwa kwa vitendo kupitia mabadiliko ya sheria mbalimbali muhimu. Sheria mpya ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imepitishwa sambamba na sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka wa 2024. Pia sheria ya vyama vya siasa pamoja na sheria ya gharama za uchaguzi zimeboreshwa ili kukuza uwazi na haki katika michakato ya uchaguzi. Kwa upande wa utekelezaji wa masuala ya kisiasa, Rais Samia alieleza kuwa serikali imetoa ruzuku ya shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vya siasa vinavyostahili, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mfumo wa vyama vingi. Vilevile aliongeza kuwa mashirika ya kiraia sasa yanafanya kazi zao kwa uhuru mkubwa zaidi, huku pia akitaja kuwa uhuru wa vyombo vya habari umeimarika kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha utawala wake. Tangazo hili limezua matumaini mapya miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa, hasa kwa kuzingatia kuwa Tanzania imekuwa katika mjadala wa katiba mpya kwa zaidi ya mwongo mmoja. Hatua ya Rais Samia kuingiza mchakato huo ndani ya sera rasmi za chama tawala imechukuliwa kama ushahidi wa dhamira ya kweli ya kuleta mageuzi ya msingi katika siasa za nchi hiyo. Kenyascope itaendelea kuleta taarifa zaidi kuhusu mchakato huu na hatua zitakazofuata kuelekea katiba mpya ya Tanzania. Tafadhali endelea kufuatilia chaneli hii kwa habari za kina na uchambuzi wa kisiasa wa Afrika Mashariki.